ndani ya moyo wangu ambao nimeupatia kichwa understanding your calling. Understanding your calling, kuelewa mwito wako. Kila mmoja wetu lazima tujue ya kwamba tumeitwa, na vile ambavyo tumeitwa tofauti tofauti, kwa sababu Mungu ndiye huwa anaita watu. Wakati ambao tunasema sisi ni watu wa kanisa, basi ni kusema ya kwamba sisi ni watu ambao wameitwa na Mungu, kwa sababu jina kanisa ni jina ecclesia. The word church is the word ecclesia na Kigiriki, ambayo linamaanisha watu ambao wameitwa, the called out ones, watu ambao wameitwa kutoka kwa ulimwengu kwa sababu ya ulimwengu. The called out ones, from the world to the world, watu ambao wameitwa toka kwa ulimwengu ama matendo ya kidunia kwa sababu ya ulimwengu. Mungu amekuita kutoka kwa ulimwengu akakufanya kuwa watu, na amekuita kwa sababu ya ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Amekuita ndio uwe chumvi ya ulimwengu. Na kwa hivyo kila mmoja wetu ambaye anasema mimi ni wa kanisa, mimi nimeokoka, hiyo ni maneno mengine ya kusema kwamba mimi nimeitwa. Najua kuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba mwito ni wa wachungaji, mwito ni wa waimbaji, mwito ni wa wale watu ambao husimama mbele za watu. Lakini ni vizuri uelewe ya kwamba mwito ni wa kila mtu ambaye anasema ameokoka. Mwito ni wa kila mtu ambaye anasema ni wa kanisa. Bwana asifiwe sana. Na ninataka siku ya leo nikufundishe jinsi ya kuelewa mwito wako. Nataka niweze kupeleka katika maandiko ili iweze kutusaidia kuelewa jinsi ambavyo Mungu amekuita. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu watu wengi huishi hapa duniani na wanakaa siku nyingi, wanakaa miaka mingi, na wanarudi mbinguni wakifikiria ya kwamba wameishi maisha mazuri, wakifikiria kwamba wameachieve mambo mengi hapa duniani, ila tu kupata surprise mbinguni ya kwamba vile ambavyo waliishi sio vile ambavyo Mungu alikusudia waweze kuishi. Kila mmoja wetu hata sasa hivi, wale ambao tunafanya kazi, tunatafuta vile ambavyo tutaweza kuishi vizuri, vile ambavyo tutaishi kwa nyumba nzuri, vile ambavyo utalipa shule bila kuchelewa, vile ambavyo utakuwa na kila kitu yenye unahitaji. Kila mtu anafanya kazi ndio ukue na comfort, ndio uingie mahali paraha, ndio ukue na maisha ambayo sio ya kumamani, na ni vizuri. Lakini mtu ambaye anaishi kulingana na mwito wake, mtu ambaye anaishi ndio fulfill a certain purpose, ni tofauti na mwenye anatafuta na kuishi ndio aweze kukaa vizuri, ndio aweze kulisha watu wake, ndio aweze kuwajengea na si vibaya, ndio aweze kufanya na kulipa bili zake bila kuchelewa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mtu akielewa mwito wake katika Mungu, hata ishi tu ndio aweze kukaa comfortable, lakini pia atakuwa na kitu kingine ambacho kinafanya aweze kuishi. Nilikuwa nasikiza missionary mmoja ambaye walienda kwa taifa fulani kufanya kazi ya kimishonari, na wakati ambao walienda kule, yeye alikuwa ni daktari, na huyu daktari akapatiwa watu ambao walikuwa wagonjwa aweze kuwahudumia. Na alipokuwa anawahudumia, mtu mwingine ambaye walikuwa na yeye akamwambia ya kwamba hawezi akafanya hiyo kazi even for $1 million, kwa sababu walipatiwa kidonda, ile inaitwa kidonda ya dea. Najua hiyo hujui, nitakuelezea pole pole. Kidonda ambayo haiponani. Unaona ile kidonda ambayo inakaa inapelekwa kwa hospitali, haiponi, inakaa siku zote. So huyu mtu alikuwa karibu kukatwa mguu, na huyu missionary akapatiwa huyo mtu aweze kunasi hiyo kidonda, aweze kukidress. Na mwingine ambaye walikuwa na yeye akamwangalia, akasema hii kazi yenye unafanya ya kuganga hii kidonda, ya kutibu hii kidonda, siwezi nikafanya
even for $1 million. Hata nikilipwa dola milioni 1. Unajua dola moja ni shilingi ya Kenya 130 hapo. Sasa alisema hata nikipatiwa hizo dola milioni 1, hii siwezi nikafanya. Na hiyo missionary akamwambia hata mimi hii ambayo ninafanya siwezi nikafanya even for $1 million. Na akamuuliza kwa nini basi unafanya? Akamwambia ni kwa sababu hiyo ndio mwito ambao nimeitwa na Mungu kuweza kutekeleza. Hiyo ndio kazi ambayo Mungu ameniitia kufanya. Kwa hivyo sifanyi kwa sababu ninataka ama kwa sababu ninapendelezwa kufanya, lakini ninafanya kwa sababu ninaishi ndio nifanye hiyo kazi. Mtu ambaye ameelewa mwito wake haishi tu ndio aishi, lakini huwa anaishi with a certain purpose. Mtu ambaye ameelewa mwito wake haishi tu ndio siku moja akuwe na mambo fulani katika maisha, lakini huwa anaishi akiwa anajua ya kwamba kuna kazi ambayo anaifanya kwa sababu ya Mungu. Either ikuwe ni convenient kuifanya ama sio convenient. Hata mimi vile ninahubiri hapa, ile kazi yenye huwa ninafanya kwa hii kanisa, kama ningekuwa ninafanya ndio munilipe, singefanya. Ningewaambia mtafute mtu mwingine. Kwa sababu singeifanya kwa mshahara yoyote ile. Kama sasa nimelala hapa kutoka jana. Bwana asifiwe sana. Kama nikulipwa ningekuwa ninalipwa, ningeambia mke wangu tuachane na hiyo pesa, tutafute kazi rahisi kwa sababu kazi rahisi ziko. Siwezi nikaifanya kwa mshahara yoyote. Nitaopt kuachana naye ama nitosheke na pesa yenye niko nayo. So mtu ambaye ameelewa mwito wake pia hakuji tu kwa kanisa for the sake of coming. Huwa anakuja akijua ya kwamba mimi nimeitwa na Mungu kufanya jambo fulani. Kwa hivyo ninalifanya either niwe ninataka kufanya ama sitaki. Either niwe ninasikia kulifanya ama sisikii. Either niwe niko motivated kufanya ama siko motivated. Feelings zako ama feelings za mtu ambaye ameelewa mwito wake hazihusikangi sana kufanya ile kitu ambayo ameitwa na Mungu kufanya. Kwa sababu unaweza kuwa hausikii kuomba, lakini wewe ni intercessor. Lakini hiyo haitakufanya usiombe. Unaweza kuwa unasikia uchovu kwa mwili wako, kwa sababu unafanya kazi na mikono yako, na ni vizuri kufanya kazi na mikono yako. Na pia umeitwa kama intercessor. So ukifika nyumbani, ukioga unasikia kulala, but at the same time unastahili kuombea taifa. Hautakosa kuomba kwa sababu umechoka. Kwa sababu hauombi ndio kwa sababu ya sababu nyingine yoyote, lakini unaomba kwa sababu ni mwito wako kuweza kuomba. Na watu wale ambao uelewa mwito wao ni watu wale ambao wameanza kukomaa katika mambo ya kiungu. Hakuna mtu ambaye anaweza kuingia kwa mwito wake kama hajakomaa. Na kukomaa katika Mungu haijalishi umeokoka miaka mingapi, ama haichukui miaka mingi ya wokovu. Kuna mtu ambaye hukomaa na miezi baada ya kuokoka. Kuna mwingine ambaye hukomaa na miaka. Na kuna mwingine ambaye hukomaa na miaka hata nyingi. Kwa hivyo inategemea na mtu mwenyewe na vile ambavyo ameweza kujitoa na mambo ya Mungu. Ukisoma Biblia katika Exodus chapter 2 from verse number 11, Exodus chapter 2 verse number 11 mpaka 13. Now it came to pass in those days when Moses was grown that he went out to his brethren and looked at their burden, and he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his brethren. Verse number 12. So he looked this way and that way, and when he saw no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. And when he went out the second day, behold, two Hebrew men were fighting. And he said to one who did wrong, why are you striking your companion? Biblia inasema kwamba it came to pass in those days when Moses was grown. Musa alilelewa kwa nyumba ya mfalme Farao. Kwa sababu ukianza kusoma Exodus chapter 2, ndio Musa alizaliwa kule juu.
Mama yake alimzaa wakati ambao kulikuwa kumetolewa sheria ya kwamba mtoto yeyote akizaliwa wa kijana aweze kuuliwa, kwa sababu Israeli walikuwa wameongezeka sana kule Misri. Sasa mfalme akatafuta strategy ya kumaliza uzao wa Israeli, na kwa hivyo wakasema kwamba mtoto yeyote ambaye atazaliwa wa kijana, akatoa amri kwa wakunga ya kwamba anafaa kumalizwa. Na kwa hivyo Musa alizaliwa huo wakati, na wakati ambao alizaliwa mama yake akaona ya kwamba anakaa vizuri, na kwa hivyo hakumuua, akamchukua akamficha. Na Biblia inasema kwamba ikafika wakati ya kwamba hangeweza kufichika tena, na kwa hivyo wakamchukua, wakamtengenezea chondo mzuri, wakaisili na lami, na wakamtupa kwa maji. Wakati ambao walimweka kwa maji akawa analia, na mtoto wa Farao, binti ya Farao, akawa anaenda kuogelea mtoto na akamuona akilia, na akasema kwamba huyu kwa hakika ni mmoja wa mtoto wa wale wa Hebrania ambao tuko nao, na akamchukua akamfanya kuwa kama mwana wake. Na wakati Biblia inasema kwamba when he was full grown. Unajua Musa alikuwa na miaka mingapi? Wakati Biblia inasema kwamba alikuwa full grown, alikuwa na miaka 40. 40 years. Hapa watu wengi hawajafikisha miaka 40. Musa ndio aweze kujua ya kwamba ameitwa na Mungu, ndio aweze kukubali mwito wake, alikuwa na miaka 40. Biblia inasema kwamba it came to pass after Moses was full grown. Alitoka kwa kambi ya mfalme, akatokea kwa watu wa kwao, akaweza kuona vile ambavyo Waebrania ama Waisraeli wamevinyiliwa na Wamisri, na akasikia vibaya. Akaona Mumisri akipiga Muisraeli ama Muebrania, na akakasirika, akashika yule Misri akiwa peke yake, akamuua na akachimba akazika. Musa alikuwa mtu wazi. Sasa hivi sije pastor amefanya kitu kama hiyo, sijui itamalizikia wapi. Musa peke yake alishika mtu ambaye anapiga Mwebrania wa kwao, akaua, akafuja shingo, kaua, akazika, akachukua shingo peke yake na akazika. Bwana asifiwe sana. Lakini ni baada ya kukua. Musa miaka 40 alikuwa na capacity ya kuokoa Israeli. Miaka 40 alikuwa anatoka kwa nyumba ya Farao ama kwa palace, na anatoka nje, lakini haikuwahi zunga ndani yake, haikuwahi kutokea, haikuwahi make sense ya kwamba anaweza kuokoa wana wa Israeli. Meanwhile, yeye ndio amezaliwa, yeye ndio ameitwa na Mungu kwa ajili ya kuokoa wana wa Israeli. Lakini anatokanga nje, anaona jinsi ambavyo wanatumikishwa, jinsi ambavyo wanatengeneza matofali, jinsi ambavyo wanapigwa, jinsi ambavyo wamefanywa kuwa watumwa, lakini hakuna kitu ambacho kinaingia ndani yake, hakuna kitu ambacho wanafanya. Lakini after he was full grown, ndio wakati ambao walisikia vibaya, na akashika Misri akamuua peke yake. Watu wengi ambao tuko kanisani, ile kitu ambayo kimefanya hatujaelewa mwito wetu ni kwa sababu we have not been full grown. Hatujaweza kukua kupitia kiwango. Wana wa Israeli waliteseka miaka mingi kwa sababu mwokozi wao Musa hajaweza kukua afikie kiwango cha kuokoa. Nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba kuna watu ambao wanateseka huko nje kwa sababu mimi na wewe hatujaweza kukua tufikie kiwango cha kwenda kuwakomboa, kwa sababu sisi ni kanisa. Tumeitwa kutoka kwa ulimwengu kwa ajili ya ulimwengu. We are the ecclesia called from the world to the world. Watu wanateseka kule nje, watu wanateswa na ulevi, watu wanateswa na ukahaba, watu wanateswa na magonjwa, kwa sababu kanisa, mimi na wewe hatujaweza kukua tufikie kiwango ambacho ni cha kuweza kukubali mwito wetu na tuweza kutokea as deliverers. Biblia inasema kwamba in Mount Zion there shall be deliverance, and the house of Jacob shall possess their possession. Kutakuwa na ukombozi. Huo ukombozi utatoka wapi?
wewe ndiye utaweza kutoka ufanyike mkombozi kule nje. Wewe ndiye utakayekomboa hiyo familia. Mkisikia mke wangu akiongea, yeye ndiye anafaa kuinuka kama mkombozi wa hiyo jamii yao. Aseme na inatosha. Hakuna mtu mwingine ambaye atapitia kwa hii njia. As long as I am here in the name of Jesus. Sisi ndio Mungu anangojea. Tuweze kukomaa, tuweze kufikia mahali Musa alifikia. Tuweze kuwa full grown. Na wengine wetu tumechelewa. Ndio tuweze kufanyika ukombozi wa ulimwengu ambao unaangamia. Musa baada ya miaka 40, baada ya watu wa Mungu kuteseka, in fact unabii ama Mungu mwenyewe akiongea alisema kwamba baada ya miaka 300 nitawakomboa wana wangu kutoka kwa utumwa wa Misri. Na walitoka na 330. Kumaanisha kwamba walichelewa miaka 30. Kumaanisha ya kwamba Musa alifaa kuwakomboa akiwa na miaka 10. Kwa sababu Mungu anaweza kutumia hata mtoto mdogo. Yeremia alikuwa na miaka 18 akifanyika nabii wa mataifa. Musa alikaa comfort zone miaka 30. Akafanya watu wafinyiliwe na wafanye watumwa. Akafanya utumwa wao ukolee zaidi kwa sababu ya kuchelewa. Kwa sababu ya kukosa kutokea kama mtu ambaye amekuwa. Biblia inasema kwamba after he was full grown, ndio aliona mateso ya Wahebrania wenzake. Si Mungu atusaidie mimi na wewe ya kwamba siku ya leo Mungu atatuharakisha kukua, ndio tuweze kuelewa na kuanza kuona vile ambavyo Mungu anaona. Wacha nikwambie ya kwamba wakati ambao wazee ni walevi kwa kijiji, wakati ambao akina mama wameingia kwa mambo yasiyofaa, wakati ambao watu hawamwabudu Mungu, Mungu akitazama akiwa juu mbinguni hasikiagi vizuri, anasikia ama huzunika moyoni mwake. Anatafuta mtu ambaye amekomaa aweke hiyo burden ndani yake, ndio aanze kusikia vile Mungu anasikia akiwa mbinguni. Alafu aanze kufanya vile Mungu angefanya kama angekuwa hapa duniani. Lakini sasa hakuna hao watu, kwa sababu hatujaweza kukubali mwito. Hatujaweza kuingia mahali pa ukokomavu. Tuanze kuona vile Mungu anaona. Wakati huo Mungu alikuwa anauliza ni nani ambaye ataweza kutumwa ndio aweze kukomboa watu wangu Israeli. Niliwaahidi ya kwamba ukiwa ni wa miaka 300, lakini sasa umepita. Hakuna mtu. Musa hajakubali kukua. Hata siku ya leo wapendwa, Mungu anauliza ni nani ambaye atakuwa na burden kwa sababu ya watoto. Juzi niliitwa niongeleshe mtoto mwingine, msichana mdogo wa grade 9. Na mama mahali nafanya kazi, ambaye ameingia kwa tabia zingine zile mbaya. Ametoboa mpaka ulimi, ametoboa mpaka mapua, na ameficha mama yake. Na grade 9 msichana. Ni nani ambaye ataona hiyo burden aanze kuombea hao watu? Ni nani ambaye atatoka, anaweza kutokea hata saa hizi uende pale sokoni, uone vile soko imejaa, kisha uchungulie makanisa na vile tuko na nyingi, upande hazina watu, uingiwe na burden ndani yako. Wakati mmoja Reinhard Bonnke ambaye alisafiri kwenda mbinguni, na Bwana ailaze roho yake mahali pema peponi, aendelee kupumzika kwa amani mbinguni. Alienda kuhubiri mahali pamoja, na wakati ambao alienda kuhubiri akaona kwamba hakuna wanalika, vijana hawako. Alikuwa ni evangelist mkubwa sana. Ninajua kwamba unamjua. Bwana sasa. Na kama unamjua sasa unamjua. Na alipoenda kuhubiri akarealize ya kwamba hakuna watu wachanga. Na akauliza kwani watu wachanga wako wapi? Alikuwa wa Germany. Akakuwa watu wachanga wako kwa baa fulani ambayo ilikuwa imevuma sana. Tunajua kuna baa huwa zinavuma sana. Zinabeba a whole generation. Unapata vijana wako huko wanavuta shisha, wengine ni bangi, wengine ni pombe, na nyimbo wanaimba dance wakiwa uchi pale mbele. Akaambiwa wamepotelea kwa hiyo baa. Na akawacha kanisa, akatoka akaenda kwa hiyo baa.
Wakati alienda aliongea na DJ, akamuuliza ninaweza ukamtoa ikazima hii sauti, kuna kitu nataka kuambia hawa vijana. Na DJ akabishana kidogo kisha akakubali. Na wakati ambao alikubali, akakubali awaongeleshe. Aliwaongelesha wote wakaokoka, wote wakamfuata kanisani. Kwa sababu aliingiwa na mzigo. Kama hangekuwa na burden, hao watu wote, hao vijana wote, saa hizi maybe wengine ni wahubiri, wanavua wengine kutoka kwa shetani, wangeangamia kwa shetani. Lakini kwa sababu aliangalia, kama Musa kaingiwa na ghadhabu takatifu ya Mungu na akaweza kuwafikia mahali wako, siku ya leo ninakuombea ya kwamba ukiona kitu ambacho hakiendi vile ambavyo Mungu angependa kiende, utaingiwa na hasira takatifu. Ukiona mlevi, hautamhukumu ya kwamba kazi ni kunywa pombe na kuvuta sigara. Kisha lakini utaingiwa na hofu ya Mungu, na ukipiga magoti unaambia Bwana, katika ghadhabu kumbuka rehema. Okoa kijiji chetu. Malizia wazee ulevi. Wajaze na nguvu zako, waondokewe na kiu cha ulevi. Dapo, kwa sababu evangelism haianzi na kuhubiri. Ukifanya evangelism uanzie na kuhubiri na microphone, you'll be disappointed. Kwa sababu watu hawaokoki kwa sababu tu ya kuhubiriwa. Kuhubiri ndio jambo la mwisho. Uinjilisti unaanza kwa magoti. Kwa hivyo kila mmoja wetu, hata kama haujui kushika microphone, hata kama uko na aibu, unaogopa kuzungumzia mtu huyo mwingine, at least unaweza kupiga magoti uongee na Mungu. Uinjilisti unaanzia kwa magoti. Uanza kuombea watu, uanza kuwa na burden ya kuombea watu wasiookoka. Kwa sababu hapa duniani, sababu kubwa ambayo imefanya tuko hapa duniani ni kwa sababu ya kuokoa ulimwengu. Ni kwa sababu ya kuokoa nafsi, tuzitoe katika ulimwengu wa giza na tuzilete katika ulimwengu wa nuru. Hiyo ndio purpose kubwa ya kanisa. Si Mungu aweke mzigo ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Wakati mzigo uliinuka sana katika moyo wa Musa, aliua mtu na akazika. Kisha akajua ya kwamba jambo hili limejulikana, na kwa hivyo akaanza vile kujua na kutafuta vile ambavyo ataweza kukimbia ili Farao asiweze kumuua. Na wakati ambao alikimbia, alienda nyikani na akaweza kukutana na wasichana wakinywesha mifugo yao maji, na akawasaidia. Wakaenda nyumbani, baba yao ambaye alikuwa anaitwa Jethro akawauliza, mmerudi kwa haraka sana, kwa nini mmepata namna gani? Wakamwambia kuna mtu tulipata akatusaidia. Akawaambia endeni mrudie huyo mtu. So Musa akachukuliwa na wale wasichana akapelekwa kwa baba yao ambaye anaitwa Jethro. Na kidogo kidogo Musa akapatiwa mke, akaoa huko. Na Musa akapatiwa kazi ya kuchunga kondoo, mifugo ya baba yake Jethro. Na Biblia inasema kwamba alipokuwa anachunga mifugo, yaani Musa hii kitu ambayo aliweza kuconceive ya kuweza kuokoa watu wake Israeli kiliendelea na kumsumbua. Na unajua Jethro alikuwa ni kuhani. Jethro alikuwa ni Mmidiani. Ukisoma Genesis chapter number 25, utaweza kupata ya kwamba baada ya Sara mke wa Abraham kufa, Abraham alioa mke mwingine anaitwa Ketula. Na Ketula ndio aliweza kuzaa wa Midiani. Na sasa Jethro alikuwa ni kuhani wa Wamidiani. Kwa hivyo na Mungu alikuwa amesema katika Genesis chapter number 18 ya kwamba hatamficha kitu yeyote, kwa sababu anajua ya kwamba atafundisha watoto wake njia za Mungu. Kwa hivyo Jethro alikuwa anajua njia za Mungu. Na kwa hivyo angeambia Musa ya kwamba katika mlima Sinai, huo mlima ni mlima wa Mungu. Mount Horeb is the mountain of God. Na kwa hivyo Mungu huwa anatokea watu katika mlima Horeb. Na Musa, Biblia inasema katika next chapter, Exodus chapter 3, pale mstari wa kwanza, ya kwamba alienda kulisha mifugo even to Horeb, the mountain of God. Ule mzigo ambao aliconceive
kwa sababu ya kukua, kwa sababu ya kumachua, ya kuokoa wana wa Israeli, ilimsukumilia mpaka akaanza kutafuta anaweza kupata watu wapi Mungu. Na Jethro akamwadvise ya kwamba kuna mlima unaitwa Horeb ama Sinai, ambao ni mlima wa Mungu na Mungu huwa anatokea watu pale. So Musa, Biblia inasema kwamba angeenda kulisha mifugo katika Horeb, mlima wa Mungu. Na pale alipofika pale, akaona kisiki ambacho kinateketea lakini hakichomeki. Na akasema kwamba jambo hili ni la kushangaza. Kisiki kinateketea, kinawaka moto, lakini bado ni cha green, hakichomeki. Akasema haya, wacha nikaribie niweze kuona haya maajabu. Alipokaribia, Biblia inasema kwamba aliweza kusikia sauti. Ikamwambia kwamba Moses, toa viatu vyako, kwa sababu mahali ambapo umesimama ni mahali patakatifu. Mtu akishapokea bade ya kufanya mambo ama kazi ya Mungu, Mungu huwa ana make sure ya kwamba ukimtafuta utampata. Sio the same na mtu ambaye hajapokea mzigo wowote akiomba. Moses alienda katika mlima Sinai kuona kama anaweza kumpata Mungu katika harakati zake za kulisha mifugo, na Mungu akatokea kwa mfano wa moto ambao unachoma kisiki bila kuchomeka, ili Musa aweze kukaribia, kutafuta attention ya Musa ndio aweze kukaribia, aweze sasa kumtuma. Na baada ya Musa kuwa na encounter na Mungu, Musa akatumwa kwa wale watu ambao walikuwa na amekimbia kwao. Ni kama Mungu alimwambia kwamba wale watu ambao walikuwa na kutafuta wakuue, sasa hawako tena, ninakutuma kwao mara tena. Watu wale ambao walikuwa na kutafuta wakuue, now that you have conceived my burden, now that you have accepted my call, sasa ninakutuma kwao, na hakuna kitu ambacho watakufanyia. Na hakika Biblia inasema katika Exodus chapter number 7 ya kwamba Mungu alimfanya Musa kuwa kama Mungu kwa Farao, na Aaron ndugu yake akamfanya kuwa kama nabii. Mtu akikubali mwito wake, Mungu huwa anampatia backup ambayo anastahili. Ninakuombea siku ya leo ya kwamba unapofunguka macho uweze kuelewa mwito wako uko wapi, kwa sababu kuna mito ya aina nyingi. Nitakufundisha siku nyingine, kwa sababu leo masaa yanakwisha, aina ya mito, types of calling, kwa sababu mito ni ya aina nyingi. Unapofunguka macho uelewe mwito wako ni gani, upate backup ya Mungu. Musa wakati ambao aliweza kuchukua mwito wake, aliweza kuona vile ambavyo Wamisri wameteswa, na akaua Waisraeli wameteswa na Wamisri, na akaua Misri peke yake. Baada ya miaka ingine 40 Mungu aliweza kumtokea na akamfanya kuwa kama Mungu kwa Farao. Alipoenda kwa Farao, angeweka kijiti yake chini, na kuweka kijiti chini kinafanyika nyoka. Wachawi wa Farao wanasema hii tunaweza kufanya hata zaidi ya hii. Na Mungu, Biblia inasema kwamba hiyo kijiti ya Aaron ambayo Musa alimwambia weke chini, ingemeta nyoka zile zingine zote za wale wachawi na waganga ambao walizunguka Farao. Hiyo ni kumaanisha nini? Mungu alimpatia uwezo wa kujaji na kumaliza uchawi kwa Misri, kwa sababu nyoka inasimamia uchawi. Alimempower kijiti cha Musa, kile ambacho wako nacho. Unajua alimuuliza ni nini uko nayo? Akasema kwamba niko na kijiti. Hicho kijiti Mungu aliweka nguvu zake kwa hiyo kijiti. Mungu atakutumia kwa capacity yako, in your own capacity. Bwana sifiwe sana. Utakuwa unaimba nyimbo hata sokoni. Unaimba tu wimbo ambayo inajulikana na kila mtu. Hiyo wimbo Mungu anakuja anaibaka na Roho wake Mtakatifu na malaika wake watakatifu. Watu wakisikia wanaanza kutubu. Wanakuuliza tutaweza kufanya nini tuweze kuokolewa. Haleluya. Si Mungu akusaidie siku ya leo ya kwamba utaweza kuingia katika mwito wako. Kwa sababu wengine wetu tunajua mwito wetu, lakini hatujawahi kubali kuingia ndani. Hatujawahi kubali kulipa gharama yeyote kwa sababu ya huo mwito. You know you are calling but you are ignorant. Mungu akusaidie ya kwamba
hautapuuza tena mwito wako katika jina la Yesu Kristo. Musa alifanywa kuwa kama Mungu. Aaron alikuwa kama nabii. Musa angeinua fimbo yake juu, giza inajaa Misri. Biblia inasema kwamba giza ilikuwa tororo kiasi kwamba hata mtu hangeona kidole yake. Lakini Gosheni, mahali ambao wana wa Israeli walikuwa wamekaa, kuna mwangaza, kwa sababu mtu mwanadamu aliinua kijiti. Musa angechukua jiwe na tupa juu, wadudu wanajaa kila mahali, wanaangamiza Misri mzima, taifa mzima, sio kijiji, taifa mzima. Just imagine siku ya leo niinue kijiti yangu ama nichukue jivu nipulize juu hapa, alafu Kenya mzima ijae viazi, inzi zinakula watu, sio kijiji. Na ile Misri wakati ule ilikuwa ni taifa ambayo ilikuwa established, ni kama China siku ya leo ama Amerika. Haikuwa tu taifa ingine yoyote, ilikuwa ni taifa ambayo ni ya watu wenye nguvu. Kulikuwa na kila kitu. Taifa ambayo inachukua taifa ingine mateka kama 100. Ilikuwa na uwezo mkubwa. Lakini wakati Musa alitokea, mtu aliyeitwa na Bwana aliweza kushut down, alizima taifa mzima. Angeinua kijiji chake, maji yote mpaka ambayo iko kwa mto inakuwa kama damu. Hata yenye ilikuwa ishachotwa wamejiwekea stock kwa nyumba, yote inageuka inakuwa damu, kwa sababu mzee fulani wa miaka 80 amebeba kijiji yake juu. Haleluya. Si Mungu akusaidie uingie kwa mwito wako, kwa sababu ukiingia kwa mwito wako Mungu atakubaki. Chochote ambacho utakuwa ukifanya Mungu atakuwa pamoja na wewe. Ukianza saa hizi kuhubiria watu, unahubiria mtu mmoja mmoja, ukiwaambia kwamba Yesu anakupenda, Yesu anakupenda. Wakati mmoja utakutana na mgonjwa, umuombee apone, sio kwa sababu umemuombea, lakini kwa sababu Mungu anabaki kile ambacho unafanya. Na Mungu anajua kwamba ukiombea mgonjwa apone, itakuwa ni rahisi kuambia mtu aokoke. Kwa sababu ufalme huwa Mungu. 1 Corinthians chapter 4 verse number 20. Biblia inasema kwamba it's not a matter of talk, but it is about power. Ufalme huu si kuongea, sio maneno mengi, lakini ni nguvu. Ufalme wa Mungu unajulikana katika nguvu. Ukiingia kwa mwito wako, Mungu ana make sure ya kwamba amekubaki na nguvu zake ndio usiweze kufeli. Watu wale ambao wote tunaombea ishara na miujiza, hatutaziona hapa kanisani, tutaziona huko nje. Wakati ambao tutatoka kule nje, wakati ambao tutaenda hospitalini, tuambie watu kwamba Yesu anawapenda. Na huyo Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na kwa hivyo kama wewe ni mgonjwa, tunakuombea na pona. Ndio muamini huyu Yesu mwenye tumewaletea, sio hadithi, sio story. Tunaongea juu ya Yesu anayeishi sana. Unajua wakati ambao walikuwa wanaenda kwa Wakorintho walikuwa watu ambao ni wasomi, watu ambao wanajua mipango, watu ambao walikuwa na ufasaha wa maneno, watu ambao walikuwa eloquent. Akisimama kuongea, anaongea nasikika. Watu ambao walikuwa na pesa zao. So Paul alisema kwamba 1 Corinthians chapter 2 kuanzia mstari wa kwanza, ya kwamba wakati ambao nilisema ninataka kuja kwenu, si kuja kwenu na ufasaha wa maneno, si kuja kwenu na eloquence, si kuja kwenu na notes ambazo nimezipangilia vizuri ndio nitoe speech mzuri msikie kwamba mimi ni kama mmoja wenu. Alisema kwamba nilikuja kwenu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Nilikuja kwenu ku demonstrate the power of the Holy Spirit. Ndio imani yenu mkiokoka isijengwe juu ya mpango na mipangilio ya wanadamu. Isijengwe juu ya ufasaha wa maneno. Isipandwe juu ya kuongea tu vizuri, lakini ipandwe katika nguvu za Yesu Kristo. Ndio msalaba wake usiweze kukosa udhamana wake. Wapendwa, kama tutasikika kule nje, lazima tuwe back na nguvu za Mungu. Na nguvu za Mungu zitatubaki tukikubali kuingia kwa mwito wetu kwa miguu yote miwili. Kuna watu ambao wameitwa kuoneana huruma.
Kuna watu ambao wameitwa kuvua nafsi. Kuna watu ambao wameitwa kuencourage wale wengine. Mungu ameweka maneno yako neema. Ukipata mtu ambaye anataka kujinyonga, uanze kuongea na yeye, anabadilisha mawazo. Inaweza kuwa wewe si mhubiri. Kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Ahithofel kwa Biblia. Alikuwa advisor wa David, mfalme Daudi. Biblia inasema kwamba ushauri wa Ahithofel ulikuwa ni kama mtu ameuliza kutoka kwa Mungu. Na ni mwanadamu. Yaani Ahithofel akikupatia ushauri, ilikuwa ni kana kwamba umefunga siku 3 ukiambia Mungu akupatie direction. Sasa kuna watu ambao Mungu atainua hapa kwa hii kanisa ambao watapata huo uwezo wa kuweza kushauri wale wengine. Huo ni hiyo ni aina ya mtu. Ukiadvise mtu biashara gani anaweza kuweka hapa mara, unamwadvise correct, inakuwa ni kana kwamba ameuliza Mungu yeye mwenyewe. Huo ni aina ya mwito. Na hizo mito ndio inasema kwamba lazima tuweze kuelewa kila mmoja wetu kile ambacho Mungu amekuita kufanya. Kuna mwingine ameitwa kukeep nyumba ya Mungu. Kuna mwingine ambaye ameitwa kusupport wale wengine. Kuna mwingine ambaye ameitwa kuombea wale wengine bila kuambia. Mungu anakufunulia mambo ya mtu fulani, sio ndio uende kuambia mtu mwingine. Anakufunulia ndio uombe, ndio hilo jambo lisiweze kufanyika. Ni principle ya Mungu, ni kanuni ya Mungu ya kwamba jambo likipangwa baya na shetani, Mungu hataisimamisha tu. Lazima kuwe na mtu ambaye atasimama kwenye pengo alisimamishe. Kwa sababu mamlaka yote Mungu alitupatia mimi na wewe. Unaona umeota na mtu fulani akiwa hana nguo, for example, kumaanisha kwamba atahaibika hivi karibuni. Badala ya kwenda kutafuta mtu wa kuambia, unapiga magoti yako, unamuombea, unasema Mungu na hii aibu ninaikasu. Huyu mtu hata haibika. Mungu akiona kwamba wewe ni mwaminifu kwa huo mwito, anaendelea kufunulia mambo mengine mengi. Hata anaweza kukufunulia mambo ya kijiji kama hii. Ukiwa mwaminifu, anakufunulia mambo ya kaunti. Ukiwa mwaminifu, anakufunulia hata mambo ya taifa. Mito ni ya aina nyingi. Si Mungu atusaidie ya kwamba tutaingia kwa mito yetu katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu Mungu anatafuta watu hata siku hii ya leo wa kusimama kwenye pengo na hajapata. Ezekiel 22 verse 30. Biblia inasema kwamba Mungu anatafuta mtu wa kusimama katika pengo hata sasa. 1 Corinthians chapter 2 verse number 19. Biblia inasema kwamba macho ya Mungu inazunguka huku na huku, ikitafuta mtu ambaye amejitoa kwa Mungu, ndio Mungu ajionyeshe mwenye nguvu kwa niaba yake. Si Mungu anisaidie katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na baada ya kujua mwito wako, ni vizuri kujua kumngojea Bwana. Baada ya kuelewa mwito wako, elewa jinsi ya kumtafuta Mungu akusaidie kufanya vile ambavyo unafaa kufanya. Kama umeitwa kuhurumia watu, elewa jinsi ya kumngojea Mungu akusaidie vile ambavyo unafaa kufanya baada ya kuwahurumia. Usije ukatoa resources zako kusaidia watu ambao haukufaa kusaidia, alafu uwe discouraged by commission. Bwana asifiwe. David alisaidia mtu alikuwa anaitwa Mephibosheth. Akasema kwamba kwa ajili ya babu yake Jonathan atamuonyesha Mephibosheth huruma. Na akachukua Mephibosheth, akamuita kwake, akamrejeshea kila kitu ambayo ilikuwa ya guka yake. Na baada ya kurejeshewa, wakati David alikuwa anafuatwa na maadui zake Absalom waweze kumuondoa katika ufalme, Mephibosheth alijipanda na akasema ya kwamba hata mimi naweza nikachukua ufalme. David amefanya kitendo kizuri cha kuonyesha huruma. Amefanya kitendo mzuri ya kurejesha mali ya familia ya Mephibosheth, sababu alikuwa kiwete. Lakini Mephibosheth amefika mahali anasema kwamba hata yeye ufalme ulikuwa kwa lineage ya kwao, sababu muka yake ndio alikuwa mfalme.
Anasema kwamba hata mimi sasa hivi ninaweza nikarejeshewa ufalme. Saa hizo anasema hivyo, David anatafutwa, ako katika mapango amejificha kwa sababu ya maadui kumuinukia. Bwana asifiwe sana. Jeremiah chapter 1 verse number 5, ukisoma Biblia, Mungu alikuwa anaongelesha Jeremiah akamwambia kwamba toka wakati ambao ulizaliwa kwa tumbo ya mama yako nilikujua na nikakuchagua. Baba ya Jeremiah alikuwa ni kuhani. He was a priest. Kuhani kazi yake ilikuwa ni kupokea dhabihu, ilikuwa ni kutakasa watu na kuombea. Lakini Mungu akamwambia kwamba kwa katika familia yenu kuna ukuhani, lakini sasa wewe sio kuhani. Nilikuordain kuwa prophet. Unajua Jeremiah angekuwa akuwe mtu mzima, akuwe kuhani kama baba yake, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa order. Kuna zile familia ambazo zinaitwa Levites ambazo zilikuwa ndio za makuhani. So Jeremiah angekuwa akuwe another Levite, akuwe kuhani mwingine. Lakini Mungu akamwambia ya kwamba Jeremiah alikujua toka wakati ambao kabla haujaumbika kwa tumbo ya mama yako. Nilikuchagua na nikakuordain kuwa nabii, not a prophet, not a priest. I ordained you a prophet. Bwana asifiwe sana. Na mstari wa 10, Jeremiah 1:10, Mungu akakuwa presence, akaendelea kumwelezea, wewe sio tu prophet kama Jeremiah. Najua Jeremiah alikuwa a weeping prophet. Alikuwa nabii wa kuomboleza na kulia. Ndio maana angesema Jeremiah 9, laiti kichwa changu kingekuwa kama kisima, macho yangu iwe kama chemchemi, nilie niomboleze nikiombolezea watu wangu. Hiyo ni Jeremiah. Sasa Mungu alimwambia wewe sio nabii kwa kuomboleza. Mstari wa 10 alimwambia nimekuita kuwa kama nabii na nimeweka neno langu kwa kinywa chako ili uweze kung'oa mataifa, uweze kuyabomoa, uweze kuyaharibu, uweze kuyaangamiza, kisha uweze kuyajenga na kupanda. Hiyo ndio kazi yenye utakuwa unafanya. Kwa hivyo mimi na wewe tukishaelewa mwito wetu, ni vizuri kumkaribia Mungu ama kumtafuta Mungu ndio aweze kutusaidia kujua tumeitwa kufanya nini. Kuna mtu ambaye ameitwa kuonyesha huruma. Kuna hekima ya kuonyesha huruma ili usije ukakuwa discouraged katika life ya kuonyesha huruma. Kuna mwingine ambaye ameitwa kuomba. Kuna hekima ya kuomba ili usije ukaomba pia uombe na ukose majibu, ama uombe vibaya, ama uombe mtu kisha ukuwe discouraged. Kuna hekima ya kufanya hivyo. Ukishaelewa mwito wako, hata kuna watu ambao wameitwa kusupport kazi ya Mungu, ministry of giving and receiving. Ni vizuri uelewe unafaa kutoa wapi. Usitoe pesa zako kila mahali. Usitoe pesa zako kwa kila madhabahu, na sio kila madhabahu inamwakilisha Mungu. And then Mungu akuondoe. Ni vizuri kuelewa na kukaribia Mungu uweze kujua mwito uliopokea unafaa kuufanya namna gani. Bwana asifiwe sana. Tusimame na miguu yetu. Tutaendelea siku ya Jumapili. Tunapomwambia Bwana ya kwamba nisaidie kujua mwito wako. Tunapomwambia Bwana ya kwamba kama unajua mwito wako, ambia Bwana ya kwamba nipatie neema ya kuweza kufanya kile ambacho umeniita kufanya. Katika jina la Yesu Kristo. Ambia Bwana ya kwamba kama haujaelewa mwito wako, ambia Bwana nionyeshe mwito wako. Kama umejua mwito wako ni gani na haujakuwa ukifanya sawa sawa na mwito wako, ambia Bwana nipatie neema. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu Mungu ni wewe anatazamia. Mungu ni wewe anatazamia. Anakutegemea wewe. Kwa sababu Biblia inasema kwamba the highest heaven belongs to the Lord. Lakini duniani amepatia wanadamu. Biblia inasema kwamba mamlaka yote Yesu alikiongea, alisema kwamba amepewa. Na hayo mamlaka amenipatia mimi na wewe. Ndio tuweze pia kutekeleza kazi aliyofanya. Na akasema kwamba kazi ninazozifanya mtafanya hata zaidi kwa sababu inaenda kwa Baba. Siwaambie Mungu ya kwamba nipe neema ya kusimama kwa mwito wako. Nipe neema Bwana. Nipe neema Bwana. Nipe neema katika jina la Yesu. Nisaidie Bwana.
niwezeshe Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Niwezeshe Bwana, niwezeshe Bwana. Ninaombea kila mmoja wetu ya kwamba Bwana utatupa neema ya kuweza kusimama, ya kuweza kufanya kile ambacho umetuita kufanya katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie Bwana, wale ambao hatujielewi, tufungue macho yetu tuweze kujielewa, tuweze kujua umetuita kwa mwito wa jinsi gani. Wale ambao tunajua, tupatie neema ya kufanya kile ambacho umetuita kufanya katika jina la Yesu Kristo. Bwana tusamehe mahali ambapo hatukusimama vile ambavyo tulifaa, mahali ambapo hatukufanya kile ambacho tulifaa kufanya. Tusamehe Bwana, lakini kuanzia siku ya leo utupe neema ya kuweza kufanya, ya kuweza kusimama, ya kuweza kutekeleza majukumu yako sawasawa na vile ambavyo umetuita katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao umetuita kama waombezi kusimama kuombea wengine, tupatie neema ya kuomba tukiamka usiku. Roho Mtakatifu ambaye ndiye msaidizi wetu akashuka juu yetu akatusaidie kuomba katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema katika Romans chapter 8 verse number 26 ya kwamba hatujui jinsi itupasavyo kuomba, lakini Roho wako Mtakatifu anatusaidia kwa kuugua ambao hakueleweki. Bwana tusaidie tulioitwa kama waombezi, tujaze na Roho wako Mtakatifu akatusaidie kuomba, akatusaidie kuomba jinsi ambavyo tunafaa kuomba ili tuweze kupata majibu kwa sababu ya maombi yetu. Bwana tusaidie kukutumikia, tusaidie kuingia katika mito yetu, tusaidie kuwa effective katika mito yetu. Tusaidie Bwana katika jina la Yesu. Have mercy upon us. Bwana turejeshe tena katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Kuna watu ambao nasikia Roho Mtakatifu akiniambia ya kwamba ataanza nao upya tena katika jina la Yesu. Ataanza upya na wewe. Sahau mambo yaliyopita, uanze kumtazamia sasa, kwa sababu anaanza upya na wewe. Kile ambacho haukufanya, mahali ambao ulifanya dhambi ukaondoka katika wema wa Bwana, sasa kwa sababu umerejea, ataanza upya na wewe. Atakusaidia, atakushika na mkono wake katika jina la Yesu Kristo. Utakuwa kama chombo mikononi mwa Bwana unapoingia katika mwito wako. Apia Bwana nisaidie katika jina la Yesu Kristo tunaomba na pia kuamini.